Haleluya, 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 haleluya. Nikualike katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Tumekuwa na maombi ya wiki mbili. Mungu wetu ni mwema. Jana tukawa tumefikia sasa siku ya kushukuru. Hebu niseme kuna watu waliotoa taarifa wapo mahali hapa. Naye mzee wa kanisa, usiyeshangilia wewe hauko sawa. Haleluya. Na mimi nikaona ya kwamba, nikamwambia kwamba Mungu tuashukuriwe, maana leo tumekuwa mwanzo. Kwa wale wanaohitaji kuwa na kumbukumbu ya tarehe 7 mwezi wa 6, andika maneno haya: kufanya agano na Mungu. Kufanya agano na Mungu. Hebu tuangalie Mwanzo ile sura ya 6. Some ule mstari wa 18 hadi 21. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 18 hadi 21, neno la Mungu linasema. Unasemaje? Mstari wa 21, neno la Mungu linasema, ukajitwalie chakula cha kila namna. 18 hadi 21. 18 hadi 21, neno la Mungu linasema, lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina, wahifadhi pamoja nawe, nawe mume na mke. Mstari wa 20 nasema, katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake, wawili wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Mstari wa 21 unasema, ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye, nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao. Amen. Mstari wa 22 unasema, ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Funika macho yako. Nikushukuru, nikushangilie Bwana wa sifa, maana umetukuka mno, na ndiyo sababu umetupa kibali kabisa uwepo tena katika ibada hii asubuhi. Naomba sasa upendeleo wa kipekee uendelee kusema pamoja nasi kwa ajili ya siku hii ya leo. Achilia wema wako, achilia baraka zako, na ukaendelee kusema pamoja nasi. Tunakaa kimya machoni pako, tunatamani kusikisishwa yaliyo makuu yako yanayotoka juu mbinguni. Sema pamoja nasi, na zaidi Roho Mtakatifu ahusike mahali hapa. Ponye Baba madhabahu yako, ponya watumwa wako na wanao asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, amen. Sema amina. Sema amina. Kufanya agano na Mungu. Biblia imesema kitabu cha Mwanzo huwa kinawakilisha vyanzo vyote. Kama ni uumbaji, kama ni mwanadamu, kama ni ndoa, kama ni uharibifu, yani vyanzo vyote kinawakilisha kitabu cha Mwanzo. Iwe ni ndoa, iwe ni mauti, yani kila kitu kitabu cha Mwanzo kinawakilisha kila vyanzo vyote. Na inasemekana ya kwamba kitabu cha Mwanzo ndiyo kigumu kuliko vyote, kuliko hata unavyosikia Ufunuo. Danieli, Funuo huwa ni kama rangi tu, linakuja jambo kama limefunikwa tu, lakini ukishaelewa maana yake hautahangaika hata kitabu cha
Danieli. Jina la Bwana libarikiwe. Kufanya agano na Mungu, ule mstari wa 18 nami ni usome. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Nisome niruke hiyo 20, nisome 21, shuke hapo chini. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Ni neema kabisa, kubwa kabisa. Unapoelekezwa na Mungu, unafanya kama ulivyoelekezwa. Kitu unafanya kwanza, naposema agano ni mapatano au mkataba kuhusu wajibu na haki ya kila mmoja, mtu na Mungu. Ni mapatano. Mungu sasa anaenda kupatana na Nuhu baada ya kwenda kuiona dunia imekwisha kuharibika, anaenda kuangamiza kila chenye mwili. Sasa Mungu anaenda kumwinua Nuhu, anafunga agano pamoja naye. Unaelewa hivi, mtoto wa Mungu? Katika nyakati hizi tulizo nazo, kuna Ukristo wa kisasa. Sikiliza, katika nyakati tulizo nazo hizi, kuna Ukristo wa kisasa, na ndiyo sababu unaendeshwa sana na maovu, kwa sababu Kristo wa leo wengi umekuwa ni wa kisasa na unakuwa ni mwepesi wa kunaswa na maovu. Kufanya agano na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amepata watoto. Sikiliza, akaendelea kuishi katika upumbavu huo ujeuri. Sasa inalotokea, hata athirika yeye tu juu ya maisha yake, bali ataweza kuathirisha hata maisha ya mmewe na watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Yeye akadhani ya kwamba labda sasa atapata shida yeye, ila atasababisha kuleta shida kwa mume wake na kwa watoto wake na kwa uzao wake. Jina la Bwana libarikiwe. Nitoe tena kitu kingine, nisikilize. Binti au mwanamke, umefika wakati ameposwa. Sikiliza, mambo yakaenda vizuri, kaanza kutangazwa ndoa. Siku ya ndoa huwa wanavaa vazi jeupe, linaitwaje? Shela. Vizuri sana, kwa makini. Sijaona wanavaa blue au njano. Haleluya. Anapovaa vazi jeupe, anakaa mlangoni kule kabla hajaruhusiwa kuingia. Unafika wakati anaruhusiwa kuingia. Jina la Bwana libarikiwe. Anapoingia,
huwa ni tangazo muhimu. Anaanza kuwaaga wale wote aliokuwa na uhusiano pamoja nao, hata kama ni ndugu, hata kama ni watu fulani fulani, hata kama ni wanaume aliokuwa nao. Haleluya! Anatangaza hata kuwa tena na uhusiano na wengine, hata mwanaume ni vile vile. Bwana wetu asifiwe. Maana yake ni hivi, anaenda kufunga mkataba, agano pamoja na mke wake au na mume wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kufanya agano na Mungu. Kumbe Mungu wetu huwa anafanya agano. Mungu yuko tayari kufanya agano na mtu mmoja mmoja. Haleluya. Agano la Mungu, mwanadamu anavyotakiwa na kujenga mahusiano yake na Mungu. Watoto wengi wa Mungu hatujaagana na Mungu wetu, na ndio nimekwambia kwamba kuna wokovu sasa, Ukristo wa kisasa. Ukristo wa kisasa, mtu anaenda kama jinsi anavyotaka, lakini wenzetu walifanikiwa mbele za Bwana walipoitwa pamoja na Mungu, walikubaliana, wakaweka maagano, mkataba pamoja na Mungu ya kwamba nitafanya hivi, ufanye hivi, na Mungu lazima naye, kwa sababu ameagana pamoja naye, atafanya vile agano. Nimeona ile miaka ya nyuma ambayo imepita kidogo, watu walikuwa wanashikana hata urafiki ili kudhibitisha kwamba urafiki sio ule wa kubumba. Walikuwa wanapeana agano. Agano hilo lilikuwa ni hili, wanashirikisha ile familia pande zote, alafu siku hiyo wamekusanya pande zote, wanachanjana damu kabla na ukimwi hajaja. Leo wanaogopa vitu kama hivyo, wanachanjana damu, yanatoa damu yake kama na wembe, halafu anazichanganya, kila mmoja damu inatoka, halafu anaichanganya pamoja. Wangapi waliwahi kuona kitu kama hicho kwenye mikono, kwenye macho yao? Wangapi? Ni wachache sana, wengine hamna. Barikiwe sana. Ninaongea kitu ambacho ni sahihi. Wanaziunganisha zile damu zao. Fanya sehemu yako na Mungu naye anafanya sehemu yake. Na ndivyo sababu unakuta huyu ndugu alivyoambiwa, tengeneza safina tena ya mti wa mvinje na ndani mwake upake lami. Kila siku tu walikuwa anatengeneza, miaka 120 anatengeneza. Ndugu akajikuta amepata kibali. Hakuna chochote kile cha kukuingilia, hata kama ingepani dhiki, hata kama ingepani shida, hakuna cha kukuingilia. Mmefanya mapatano pamoja na Mungu wako. Mungu akafanya kama alivyoambiwa. Jamani, sisi tunafanya nini kama hivi? Kila Mungu ambaye amekuambia nimekuokoa mwana, lakini haya na haya na haya. Umeingia kwenye ndoa yako, unatakiwa ufanye haya na haya na haya na haya. Ufanya agano pamoja na Mungu. Mwenzetu kanafanya agano pamoja na Mungu. Hata Ibrahimu. Haleluya. Baada ya siku Nuhu amekamilisha ile safina miaka 120, aliingiza kila kitu. Ndege wa kawaida wawili, mume na mke, kutunza mbegu. Walio safi 7 weka chakula chao na chakula chako, ila nitafanya
miti ikafunikwa yote, milima yote ikafunikwa. Una mlima mrefu katika dunia unaitwa mlima Alalati, huko nchi moja Armenia, nao ukafunikwa. Ni mrefu sana katika dunia, una futi 1,400 kuelekea juu, lakini kufika kileleni kabisa ni futi 17,000. Jina la Bwana libarikiwe. 17,000. Ile lisafina ikaenda likagota pale kwenye mlima Alalati. Pole sana. Unaelewa, kuna Wakristo wengine ni wajanja, wanaoelewa, hata anapotaka kusaidiwa, hata kama ni kuelekezwa, anaelewa. Huyo hatapona hata siku moja. Jina la Bwana libarikiwe. Kufanya agano na Mungu. Ukifanya agano pamoja na Mungu, mbingu huwa zinawajibika. Yaani mbingu huwa zinawajibika, zinafanya kazi. Maana umefanya agano pamoja na Mungu. Lakini usipoona mbingu haziwajibiki, hujafanya agano pamoja na Mungu. Taomba mno, talia mno, tatamani kuwa na nguvu, hakuna. Tatizo hujafanya agano pamoja na Mungu. Hebu tuangalie tena, tumwangalie tena huyu mfalme mwingine aliyefanya agano pamoja na Mungu. Tuangalie ile sura wa Nyakati wa Pili, sura ile 29. Nyakati wa Pili sura 29. Hebu nisomee ule mstari, usome ule mstari wa 3 hadi 11. Msomaji mzuri. Nyakati wa Pili sura 29 mstari wa 3 na kuendelea. Neno la Mungu nasema, yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, alifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza. Mstari wa 4 unasema, akawaingiza makuhani na Walawi, akawakusanya uwandani upande wa mashariki, akawaambia, nisikieni enyi Walawi, jitakaseni nafsi zenu sasa, mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu, mkautoe uchafu katika patakatifu. Mstari wa 6 unasema, kwa maana baba zetu wameasi na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu, wamemwacha na kugeuzia mbali nyuso zao na makao ya Bwana na kumpa maungo. Mstari wa 7 unasema, tena wameifunga milango ya ukumbi na kuzizima taa, wala hawakufukiza uvumba, wala hawakumtolea Mungu wa Israeli sadaka za kuteketezwa katika patakatifu. Mstari wa 8 unasema, kwa hiyo hasira ya Bwana imekuwa juu ya Yuda na Yerusalemu. Mstari wa 8 unasema, kwa hiyo hasira ya Bwana imekuwa juu ya Yuda na Yerusalemu, naye amewatoa kuwa matetemeko, wawe ushangao na mazomeo, kama munavyo kwa macho yenu. Mstari wa 9 unasema, kwa kuwa tazama, baba zetu wameangamia kwa upanga, na wana wetu na binti zetu na wake zetu wametekwa kwa ajili ya hayo. Mstari wa 10 unasema, basi nia yangu ni kufanya agano na Bwana Mungu wa Israeli, ili kwamba hasira yake kali itugeukie mbali. Komea pale. Huyo ni mfalme Hezekia.